Asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Uingereza Rio Ferdinand ameendelea na ziara yake nchini, ambapo amewasili jijini Dodoma kwa ziara ya kimichezo kupitia treni ya mwendokasi ya SGR na kupokelewa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, kisha bungeni ambapo alipata nafasi ya kutambulishwa na mwenyekiti wa bunge Deodatus Mwanyika. Mapema kabla ya kuwasili jijini Dodoma, katibu mkuu wa wizara hiyo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali inaendelea kuweka mikakati ya kuimarisha utalii kupitia sekta ya michezo ili kuitangaza Tanzania duniani. Katika hafla ya chakula cha mchana iliyofanyika jijini Dodoma, mastaa wa zamani wa soka wa Tanzania akiwemo Mrisho Ngasa, Ali Mayai Tembele, Lubigisa Madata, Dua Saidi pamoja na Ibrahim Masud walimkabidhi jezi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kama ishara ya heshima na ukaribisho nchini. Kesho Mei 21, 2026, Rio Ferdinand anatarajiwa kutembelea Serengeti National Park pamoja na uwanja wa michezo unaojengwa jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya siku 3 nchini Tanzania. Unapokuwa na watu kama hawa ndani ya nchi yako na wanakuja kwa shughuli za michezo, moja, unafanikiwa sana kushawishi uwekezaji katika sekta ya michezo, na nchi yetu imekuwa na changamoto kubwa sana kwenye eneo la uwekezaji, miundombinu ya michezo, vifaa vya michezo. Kumbuka kwamba nchi yetu hatutengenezi vifaa vya michezo, tunaagiza kutoka nje, kuanzia jezi za wachezaji, viatu, mipira na vifaa vyote vya viwanja tunaagiza kutoka nje. Lakini pia tunahitaji wataalamu wa michezo ambao watakuja kuleta ujuzi wa namna ya kutengeneza. Mmeona wote tulipata changamoto ya Benjamin Mkapa pale. Wenyewe tulikuwa tunahangaika na uwanja lakini hatupate majibu. Tulipowaleta wageni kutoka nje, wamekuja wametengeneza Benjamin Mkapa, iko vizuri sasa. Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inajipanga kufanya vizuri katika michezo ya kuwania kufuzu AFCON ambayo itafanyika nchini kwa kushirikiana na mataifa ya Kenya pamoja na Uganda. Hayo yameelezwa na ofisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Clifford Mario Ndimbo, ambapo amesema Stars inajipanga kufanya vizuri pamoja na ugumu wa kundi hilo. Stars imepangwa kundi hilo na timu za Madagascar, Nigeria na Guinea Bissau, ambapo Stars tayari ina uhakika wa kushiriki michuano hiyo kwa faida ya kuwa mwenyeji, na timu moja katika kundi hilo itaungana na Tanzania. Hiyo kundi jepesi ambalo tupo, ukitazama kuna Guinea Bissau, kuna Nigeria, kuna Madagascar, lakini uzuri ni kwamba Nigeria tumeshawahi kucheza nao, Madagascar tumeshawahi kucheza nao, kwa hiyo tunakwenda tukifahamu kwamba tunakwenda kucheza na wapinzani wa aina gani, lakini pamoja na kwamba sio kundi jepesi, bado kwetu nia ni ile ile ya kufanya vizuri katika kundi hilo, licha ya kwamba tayari tumekwisha fuzu kucheza hiyo AFCON ya 2027 tukiwa ni wenyeji wenza pamoja na Uganda na Kenya, lakini bado kufanya vizuri katika mashindano hayo kunakupa advantage nyingi. Kwa hiyo kwetu sisi tunataka tufanye vizuri katika kundi letu, kuhakikisha kwamba tunamaliza kwenye nafasi za juu. Zote hizo ni timu ngumu, lakini kwetu sisi kama Tanzania nia yetu ni kufanya vizuri kupitia kwenye timu hizo ambazo tuko nazo katika kundi letu. Ofisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Clifford Mario Ndimbo akizungumza kuhusiana na kundi hilo la timu ya taifa ya Tanzania katika michezo ya kuwania kufuzu AFCON 2027. Kwingineko ni kwamba kamati ya Bunge Sports Club imekabidhiwa vifaa mbalimbali vya michezo kwa ajili ya maandalizi ya mashindano yatakayokutanisha na mabunge mengine ikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki, jambo linalotarajiwa kuongeza ushirikiano na mshikamano wa kikanda. Mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hiyo. Akipokea vifaa hivyo, mwenyekiti wa Bunge Sports Club Rebecca Nsemwa amesema vifaa hivyo vitaimarisha maandalizi ya michuano hiyo ambayo wanatarajia kurudi na ushindi nyumbani. Michezo hii inatumika kushauriana masuala mbalimbali ya kimaendeleo katika nchi zetu. Hivyo katika maandalizi hayo ndio tumepata vifaa ambavyo tutakwenda kuvitumia kwenye maeneo yetu ya mazoezi, na tunatarajia kwa kuwa maandalizi yetu yamekuwa bora, nategemea tutarudi na vikombe vyote tutakapoenda kushiriki mashindano ya East Africa. Baadhi ya wabunge ambao ni wachezaji wanaelezea umuhimu wa kushiriki michuano hiyo, huku mkurugenzi wa Smart Sports akibainisha sababu za kuwezesha timu ya bunge kwa vifaa vya michezo yote. Michezo ni afya, michezo ni burudani. Kwa hiyo tunapocheza kwanza inatusaidia hata kupunguza gharama katika hospitali zetu, kwamba tukihamasisha watu wengi wakicheza, maana yake hata
gharama ya afya itapungua, kwa sababu watu watakuwa na mazoea kama hayo. Kufanya maandalizi ya kwenda kukutana na wenzetu, kwa maana ya kwenda kuongeza mashirikiano na mahusiano na kubadilishana uzoefu namna ya uendeshaji na shughuli za kibunge zinazofanyika kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo tunaenda kule, tunapata exposure, tunarudi, tunaifanyia kazi. Lakini ni moja ya kuhamasisha pia wananchi wetu kufanya mazoezi, kama ambavyo imekuwa kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais, kuhamasisha watu wafanye mazoezi ili kupunguza magonjwa yasiyoambukizwa. Kimsingi kilichotusukuma sisi kuja kusupport bunge, timu ya wabunge kuelekea katika mashindano ambayo ya East Africa ni kwamba kama tunavyojua wabunge na wawakilishi wa Tanzania nzima, wabunge na wawakilishi wa wananchi, na kama tunavyojua Mheshimiwa Rais Mama Samia Hassan Suluhu ni mwanamichezo namba 1, na Watanzania tunaelekea kwenye AFCON 2027. Kwa lazima Watanzania tuanze kuhamasishana, kwa tunapitia kupita kwa wabunge. Naamini kabisa wabunge, timu ya bunge ikifanya vizuri kwenye mashindano haya, naamini kabisa hiyo ni nyota njema kwa Tanzania kwenye AFCON, tutafanya vizuri. Michuano hiyo inatarajia kutimua vumbi mapema mwezi Disemba mwaka huu 2026. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Kata ya Ipande, tarafa ya Itigi, halmashauri ya Itigi, wilaya ya Manyoni, mkoani Singida imefanikisha bonanza la mpira wa miguu la kuibua vipaji vya mchezo huo kwa vijana, ambapo timu za kata ya Ipande na kata ya Muhanga zimeimenyana katika uwanja wa shule ya msingi Ipande. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka kwa kocha mtaalamu. Akizindua bonanza hilo kwenye viwanja vya shule ya msingi Ipande, mbunge wa jimbo la Itigi Yohana Steven Msita amesema lengo la bonanza hilo ni kuibua vipaji vya mchezo huo pendwa wa wananchi wa Tanzania na hata wa nje ya Tanzania. Kama ambavyo amesema diwani, tunatamani kuona vipaji pia vinatoka hapa Ipande. Tunataka kuona kiwango cha uchezaji, sio kiwango cha kukanyagana. Mpira una formula yake, namna unavyocheza, na vile vipaji ambavyo tutaviibua, basi Mungu atatusaidia, tutavisogeza huko mbele. Ukienda kushindwa ni wewe. Tuna wajibu wa kuvumbua vipaji na kuwasaidia. Alitaka aone vipaji kwenye kata ya Ipande, maana tumemwambia sisi watu wa Ipande tuna vipaji vya kutosha. Kwa hiyo wachezaji leo wa Muhanga lakini pia na wa Ipande mtacheza mchezo mbele ya mheshimiwa mbunge ambaye amefunga safari kutoka mbali. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Asante Jumbe Ismail kwa taarifa hiyo, na taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa. Na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Klabu ya soka ya Arsenal imefanikiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu nchini Uingereza msimu wa 2025-2026 baada ya kusubiri kwa miaka 22 tangu ilipotoa taji hilo kwa mara ya mwisho mwaka 2004 chini ya kocha Arsene Wenger. Ubingwa huo ulithibitishwa usiku wa jana katika dimba la Vitality baada ya wapinzani wao wa karibu Manchester City kupata sare ya bao 1-1 dhidi ya AFC Bournemouth, hali iliyowafanya Arsenal kuendelea kusalia kileleni kwa alama 82 ambazo haziwezi kufikiwa na klabu nyingine, huku mchezo mmoja ukisalia kumaliza msimu. Chini ya kocha raia wa Hispania Mikel Arteta, Arsenal imeonyesha kiwango bora msimu huu kwenye eneo la ushambuliaji na uimara wa safu ya ulinzi. Mashabiki wa The Gunners duniani kote wamejitokeza kusherekea mafanikio hayo ya kihistoria, huku wengi wakieleza furaha yao baada ya klabu hiyo kurejea kileleni mwa soka la Uingereza baada ya muda mrefu. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Kenny Malila, journalista Mario Fio kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa. Na sasa ni wasaa habari za burudani, ambapo kundi maarufu la dansi kutoka nchini Uganda, Ghetto Kids, linatarajiwa kufanya makubwa baada ya kuthibitishwa kutumbuiza pamoja na star wa dunia Shakira katika halftime show ya fainali ya 2026 FIFA World Cup nchini Marekani. Kupitia mitandao yao ya kijamii, Ghetto Kids walishare video ya Shakira akitangaza rasmi kuwa tayari amewaliki kushiriki kwenye show hiyo kubwa inayosubiriwa kwa hamu duniani kote. Katika video hiyo, Shakira alisema anataka halftime show ya fainali iwe ya kipekee na ya kukumbukwa, huku akifurahishwa na ubunifu wa mashabiki wanaocheza wimbo wake mpya wa kombe la dunia uitwao Dai Dai. Hatua hiyo imezua furaha kubwa Afrika Mashariki, ambapo mashabiki wengi wamepongeza Ghetto Kids kwa kuendelea kuishawishi Uganda na Afrika kimataifa kupitia vipaji vyao vya kudensi.
Naam, kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye habari za michezo na burudani kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Eden Bahati, goalkeeper wa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo ya studio kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.